Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu katika Shuhuda za Kweli, na leo tunaendelea na ushuhuda wa Moses Lushiku sehemu ya 7. Ni mimi msimuliaji wako Veronica Mushi. Nikusitu uendelee kusubscribe katika channel yetu ya Shuhuda za Kweli ili uwe wa kwanza pindi tunapoweka shuhuda hizi ambazo zitakujenga na kukukuza kiroho. Leo katika sehemu ya 7 katika ushuhuda wa Moses Lushiku tutazungumzia kuhusu amri ya kwanza ya shetani, yaani picha inayovutia. Karibu mpendwa. Leo ninataka nikushirikishe kuhusu amri 10 za shetani. Mungu ametengeneza sheria kwa amri 10, lakini shetani akiwa mpinzani na mwigaji wa Mungu pia anataka kutunga sheria. Kwa hivyo pia anataka kufanya zile amri 10. Katika Isaya 6 na mstari wa 8 inasema, nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo nikasema, mimi hapa nitume. Mpendwa, katika kusanyiko hili la anga nilimsikia Lusifa akisema, imeandikwa katika sheria ya huyo mwingine, Bwana Yesu Kristo, kwamba anatafuta mtu wa kufanya kazi kwa ajili yake ili aweze kumtuma. Kwa hiyo ninatafuta pia wa kunifanyia kazi. Ibilisi alisema wale ambao watatufanyia kazi watakuwa na sura ambayo itawavutia wanadamu. Ibilisi aliamua kuwatumia wanawake kama chombo cha kutimiza mapenzi yake kwa kumwiga Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anatafuta chombo cha kumtuma kutekeleza mapenzi yake na kuinjilisha. Ibilisi anatafuta wanawake awatume kama chombo cha kutimiza mapenzi yake, ambayo yanajumuisha kuvutia usikivu wa wanaume na kuwashawishi wanaume, na hivyo kuwasababishia kuharibika kimaadili, kiakili, kwa kutazama tu sura za wanawake. Ibilisi alisema, mwanamke yoyote mwenye sura na maumbo ambayo yanajenga hamu ya kujamiana katika akili za wanaume anafanya kazi kwa ajili yangu na kufanya mapenzi yangu. Wanaume watakuwa na ndoto na tamaa kama matokeo ya kumtazama mwanamke huyo. Mpendwa, mwanamke asipovaa vizuri atawasisimua wanaume, yuko katika utumishi wa shetani. Kuna kipengele na maumbo ya wanawake ambayo husababishia wanaume kuwa na tamaa za kimwili. Mwanamke anayesababisha wanaume mtaani kumtamani au kuwa na mawazo machafu kwa sababu ya mavazi yake anamfanyia kazi shetani. Mwanamke akivaa nguo ya ndani ya G-string, ambayo ni nguo ya ndani isiyolinda mwili na maumbo, mwishowe huvutia wanaume mitaani. G-string hii huleta matamanio kwa wanaume na itawafanya kuwa na ndoto na msisimuko wa kingono. Huku ni kumtumikia shetani, na mwanamke anayefanya hivi ni wa Lucifer, kwani anatafuta watu ambao watafanya mapenzi yake na kumfanyia kazi. Yesu alisema, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, yeyote anayemtazama na mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kulia likikukosesha, litoe na ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko kupoteza mwili wako wote na kutupwa katika jehanamu. Mathayo 5:27-28. Tulikuwa katika ukumbi wa mkutano wa duara katika anga wakati shetani aliposema, ningependa kutumia taswira kwa maudhui ya kuvutia. Mpendwa, amri ya kwanza ya shetani ni sura inayovutia. Ibilisi alisema, katika sheria yule mwingine, yani Yesu Kristo, ni haramu kufanya sanamu ya vitu vilivyo juu ya nchi, chini ya nchi, au ndani ya bahari na mbinguni. Bwana wa Kristo amewakataza kutumia sanamu kwa sababu sanamu ina athari kwa roho za mwanadamu. Kwa hivyo ninawaamuru ninyi maajenti wangu kuzidisha picha ili muweze kuathiri roho za Wakristo. Lazima uingize picha mbaya katika ufahamu wa binadamu ili waumini wavutiwe.
Ibilisi alizungumza na mapepo na kusema, ninakutuma kwa ufalme wa baharini kwa mtumishi wangu Lumatsu ili kupata vitu ambavyo vitatusaidia. Niliona pepo 30 wakisafiri chini ya bahari, tukawafuata. Kisha nikaona Mungu wa bahari Lumatsu akikusanya mchanga chini ya bahari ili kubuni bidhaa za mapambo na usafi. Kisha ving'ora vya bahari vilichapisha uzuri wao katika bidhaa hizo za vipodozi, ili wanawake wanapozitumia, uzuri wa ving'ora hivyo utaonekana kwenye nyuso zao. Baada ya wale mashetani 30 walisafirisha tani nyingi za bidhaa za urembo hadi kwenye jumba la mikutano la duara. Kwa mara ya kwanza niliona kwamba shetani alikuwa na furaha. Bidhaa hizi ziliwekwa katikati ya ukumbi wa mikutano wa duara. Kisha shetani akaanza kuzitamkia laana bidhaa hizi za urembo. Ibilisi akasema, yoyote atakayevutiwa na wanawake wanaotumia bidhaa zetu za urembo, moja kwa moja atakuwa mchafu, kwani urembo huu ni taswira ya ving'ora vya chini ya maji. Hii ni taswira ya vitu vilivyo chini ya bahari. Urembo huu kutoka kwa bidhaa za mapambo sio sawa, asili, lakini ni bandia na ya shetani. Yoyote anayestaajabia wanawake hawa kwa sababu ya urembo wetu ataingia agano nasi. Na kutokana na urembo huu wa bandia, wanaume watakuza mawazo machafu ya ndoto za ngono na kuwachochea kufanya uasherati. Hivyo wanaume watapoteza kujizuia katika sababu ya urembo wa bandia unaotokana na ving'ora vya majini watumishi wangu. Na mwanamke yoyote anayetumia bidhaa za urembo za king'ora atakuwa mrembo na hatazuilika. Kisha shetani akasema, inatubidi tufanye kazi picha. Niliona shetani akiamuru mashetani kuchapisha picha za wanawake wakiwa wamejipodoa mitandaoni ili wanaume wazivutiwe nazo mtandaoni. Hii inaeleza kwa nini mitandao ya kijamii imejaa wanawake wenye nyuso nzuri kutokana na bidhaa za urembo zilizoundwa katika ufalme wa baharini. Lucifer alisema, wanaume katika mitandao ya kijamii wanakimbilia kuomba urafiki na wanawake hawa kwa sababu ya sura zao nzuri na zenye mvuto. Wanaume wengi watafanya urafiki na wanawake hawa mtandaoni kwa sababu ya bidhaa zao za mapambo ya siren na mvuto. Na kila wakati watakapotazama picha hizi nzuri, watakuwa na ndoto mbaya akilini mwao na hamu ya ngono. Tutaunda kichocheo cha ngono na ndoto katika akili za wanaume kupitia picha za wanawake mtandaoni. Kisha Ibilisi akasema anataka kuchochea hamu ya ngono na ndoto mbaya kwa kutazama tu picha za wanawake warembo mitaani. Watu watapiga punyeto kwa picha za wanawake kwa sababu ya hamu ya ngono katika akili zao. Amri 10 za shetani ni kinyume cha amri 10 za Mungu zilizosema, mimi ni Bwana Mungu wako, usione miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni, juu ya nchi au chini au ndani ya dunia. Kutoka 20 mstari wa 2 mpaka wa 4. Lucifer aliwahutubia washiriki na kusema, kwa vile Mungu wao hapendi ibada ya sanamu, tutachapisha picha za wanawake katika akili zao, ambazo zitakuwa kitu cha kuabudiwa. Sanamu hizi zitachukua nafasi ya Mungu wao katika akili zao na zitawafanya kuwa waasi kwa Mungu wao. Ibilisi aliweka wazi na kusema, yoyote anayepiga makofi na kuheshimu uzuri unaotokana na vipodozi vyetu amelaaniwa. Kama kuabudu sanamu kutoka chini ya bahari ni ibada ya sanamu na kulaaniwa na sheria ya yule mwingine, yani Yesu Kristo, na kwa hiyo mtu huyo ni wetu. Mpendwa, shetani anataka mawazo na umakini wa wanaume uwe kwenye uzuri wa wanawake. Anataka wanaume waabudu uzuri wa wanawake, na kwa njia hiyo Mungu anayepaswa kuwa kwanza atashushwa hadi mwisho, na shetani anajua kwamba hii ni ibada ya sanamu. Nilipokuwa pamoja na malaika mkuu Mikaeli tukielekea juu ya washiriki wa kusanyiko hili katika ukumbi huu katika mbingu ya pili, hawakuweza kutuona. Kisha Lucifer akawaambia washiriki na kuambia mapepo wachafu, na waamuru ninyi watumishi wangu kuwavua nguo wanawake. Kisha ghafla nikaona pepo giza sana akiinua mkono wake kwa heshima na woga mwingi
ili kumuuliza swali Lucifer. Kwa kweli kila pepo alikuwa na sura yake. Baadhi yao walionekana kama wanadamu, wengine wanafanana na wanyama na wengine walikuwa chotara. Pepo huyu aliuliza, "Bwana mkubwa, kwa idhini yako nataka kuuliza swali." Lucifer alimpa ruhusa, akasema, "Bwana mkuu, unasema kwamba tunapaswa kuwavua wanawake nguo halisi, tutafanyaje hivyo?" Kisha Lucifer akajibu, "Kama ulivyouliza swali hili, ninawaamuru ninyi mapepo kwenda sasa kwenye fukwe za dunia na kufanya kazi yangu." Binafsi sikuweza kuelewa agizo hili kwa sababu hapakuwa na maagizo kamili ya nini ya kufanya, lakini mapepo yalionekana kujua nini hasa walipaswa kufanya. Ibilisi hakutoa maagizo sahihi juu ya kazi hii, lakini mapepo walijua nini cha kufanya. Nitazungumzia hilo baadaye. Kisha nikaona maelfu ya mapepo yakitoka kwenye ukumbi wa mviringo na yalikuwa yakielekea duniani. Wakati huo huo, mkusanyiko huo ulisitishwa kwa muda na ulipaswa kuanza tena watakaporudi. Mkutano ulisitishwa na Mikaeli alisema, "Tufuate." Kisha walikuwa makundi mengi ya mapepo wakisafiri katika nchi mbalimbali na fukwe mbalimbali za dunia. Nilijiona katika ufuo mmoja duniani. Malaika mkuu Mikaeli alinionyesha kwa ulikuwa Ureno. Sijawahi kwenda Ureno, kwa picha hii ya Ureno bado iko akilini mwangu. Niliona mapepo yakitua kwenye ufuo huu na kuruka juu ya wanawake na kuwanongoneza wavue nguo zao. Na baada tu ya kunongona kwa mapepo, niliona wanawake wakivua nguo zao. Sasa walikuwa wamevalia chupi zao na bikini. Wote walikuwa wakilalamika kuwa kulikuwa na joto sana na wanawake wengine walivua nguo zao zote na kuwa uchi. Mashetani walikuwa na furaha kila pepo linapomnongoneza mwanamke kunongona, huku likitafsiriwa kwa mtazamo wa hisia kwamba ni moto, lakini kwa kweli haikuwa joto bali ilikuwa ni kunongona kwa mapepo. Baada ya kuondoka kwenye fukwe za dunia, mashetani hao walisafiri hadi kwenye warsha za mitindo na ubunifu, ambapo watu walikuwa wakibuni na kushona nguo za kike zikiwemo chupi, lakini safari hii walitengeneza kile kinachoitwa G-string. Malaika mkuu Mikaeli ambaye alikuwa pamoja nami alisema, "Hii ndiyo chimbuko la chupi itwayo G-string, imeundwa kutokana na msukumo wa kipepo au kinongona. Ibilisi anataka miili ya wanawake ionekane na kutetemeka mitaani. Anataka G-string zionekane. Hii ndiyo strategy ya picha inayovutia." Mashetani haya yaliporudi kwenye ukumbi wa mkutano, shetani aliwaambia washiriki kwamba wakati wanaume wataona sehemu za chini za wanawake walio na suruali inaonekana kama ya G-string, picha ya G-string itachapishwa katika akili na kumbukumbu zao. Warsha nyingi za ushonaji wa chapa kubwa za mitindo zilitembelewa na mapepo na washonaji nguo waliongozwa na mapepo ili waweze kupata mitindo na chapa zisizofaa ambazo zinazidi kufichua miili ya wanawake. Hata hivyo, nguo hizi zilionekana kuwa zisizo na adabu, lakini kwa vile zilitolewa na nyumba kubwa za kubuni zenye sifa nzuri, watu watazinunua. Mashetani walikuwa wakisafiri katika miji mbalimbali ya dunia na walikuwa kinongoneza wabunifu, washonaji nguo na wana mitindo. Lakini kabla ya kupeleka pepo duniani, niliona kwamba Lucifer hakutoa maelekezo sahihi kuhusu kazi zao. Bado pepo alijua nini cha kufanya. Ibilisi alipokuwa akihutubia mapepo katika ukumbi wa mikutano, alikuwa akisema maneno machache, lakini mawazo yake yalihamishwa kwa mapepo bila mawasiliano ya mdomo. Kumbe shetani alikuwa anazungumza na alikuwa akitoa pumzi ambayo ina mawazo yake, na mapepo yalikuwa na kitu mfano wa antena vichwani mwao ambayo alikuwa yanateka mawazo haya, pia yale yaliokuwa akilini mwa Lucifer. Kwa hivyo hakulazimika kusema maneno mengi. Na wakati pepo walipokuwa wakinongonezana wanawake wavue nguo au wabunifu wa mitindo watengeneze nguo za kuvutia, walikuwa wakihamisha mawazo kutoka katika akili ya Lucifer moja kwa moja hadi kwenye akili za watu walengwa. Matokeo yake wabunifu hao walikuwa wakipokea mawazo na msukumo kutoka kwa shetani mwenyewe. Wakati wa kupeleka pepo duniani, shetani aliamuru warudi saa 6 usiku. Kwa kawaida mkutano ulichukua miezi 4, ulikuwa unakamilika saa 7 au saa 8 mchana, lakini siku hiyo ilienda hadi zaidi ya muda wa kawaida. Baada ya kumaliza migao yao duniani, roho waovu walirudi kwenye anga
Walifurahi na kuzungumza wao kwa wao, kisha wakaanza kuripoti kwa Lucifer jinsi kazi yao ilivyofanikiwa. Walisema, "Bwana mkuu, tumefanikiwa, wanawake wako uchi kwenye fukwe, wabunifu wa mitindo na washonaji wamepata msukumo wa kubuni nguo zisizo na heshima." Mashetani walifurahi sana na kusherehekea mafanikio ya kazi yao, na shetani alionekana kuridhika pia. Lakini baada ya muda mfupi hali ya Lucifer ikabadilika. Akasema, "Hapana, wanaume lazima waharibiane wao kwa wao, hasa wale wanaotuvuruga usiku kwa sala zao. Huwa wanatuvuruga katika mikusanyiko yetu usiku." Nilielewa kuwa shetani alikuwa akimaanisha maombi ya mkesha usiku yanayofanywa na waombezi. Ibilisi aliwaambia mapepo, vita havijashinda wala kumalizika. Kisha shetani akanyosha mkono wake angani kama matokeo. Mfuatiliaji mkubwa alionekana akionyesha picha za moja kwa moja. Na washiriki wote katika mkusanyiko huu katika anga walikuwa na mawazo na macho yao kwenye skrini hiyo kubwa. Sote tulikuwa tukitazama matukio ya picha za moja kwa moja kutoka kwa makanisa kote duniani. Tulitazama matukio matatu makuu kwenye mfuatiliaji huu. Kwanza, tuliwatazama wanawake waliovalia sketi fupi makanisani kote ulimwenguni, wakieneza miguu yao ili kuvutia usikivu wa wahubiri. Kisha Lucifer akawaambia wale mapepo, "Na waamuru muingie makanisani na kuwanongoneza wanawake ili wafunue miguu yao na kuwaonyesha mahubiri suruali zao na nguo ili kuwavuruga. Kwa sababu hiyo wangekaushwa na mahubiri yao yatakuwa yasiyoeleweka." Jambo la pili tulitazama ni wanawake waliokuwa barabarani kuelekea kanisani, na walikuwa wanawake wa Kiafrika waliovalia nguo fupi na walikuwa wakijaribu kujifunika kwa vitambaa. Matokeo yake nguo zao za ndani zilifunuliwa na kuonekana. Mara nyingi wanawake wa Kiafrika wanapotaka kupanga vitambaa vyao walikuwa wakianika miili yao kwa bahati mbaya, lakini nilichokiona kwenye skrini hii kilitokea kutokana na minong'ono ya kishetani. Haya yalikuwa yakitokea baada ya mapepo kuwanong'oneza. Jambo la tatu tulilotazama kwenye mfuatiliaji huo ni wanawake wawili wakibishana. Kisha ghafla mapepo mawili yakatokea na kuwanong'oneza kama matokeo walianza kupigana. Sote tulikuwa tukitazama eneo hili la mapigano kwenye ufuatiliaji huu mkubwa. Lucifer alihutubia ukumbini na kusema, "Dhumuni la pambano hili ni kuwafanya wanawake hawa kupigana hadi kufikia hatua ya kuchaniana nguo ili wanaume waliokusanyika kuwatazama waone uchi wao." Ibilisi aliamuru mapepo yasababishe mambo haya ili sura ya uchi wa wanawake hawa ichapishwe katika akili za wanaume hawa wanaotazama. Kwa sababu hiyo wanaume hawa wangekuwa wakifikiria juu ya picha hii ya uchi ambayo ingechapishwa kwenye kumbukumbu zao. Picha hii ya uchi ingekuwa chombo cha shetani kuwafanya wanaume hawa wachangamke kimapenzi na kuwa na ndoto na hamu ya tendo la ndoa. Kisha Lucifer akawaambia mapepo, "Lazima muondoe staha na adabu ili wanawake wawe uchi katika fukwe na madimbu ya kuogelea bila kuzingatia uwepo wa wanaume." Baada ya kutazama picha hizi kutoka kwa mfuatiliaji huo, tulienda kwenye kijiji. Tuliona wanaume wakioga mtoni upande mmoja, wanawake wanaosha upande wa pili wa mto. Ibilisi aliweka pepo hawa katika kijiji hicho na wakanong'ona na wanaume na wanawake. Kutokana na hali hiyo, makundi haya mawili yalikuwa yametengana, yaliungana pamoja licha ya kwamba baadhi ya wanawake hawakuwa na nguo kwenye mto huo. Mashetani yalirudi kwenye ukumbi wa mikutano wa Lucifer. Nikamsikia Lucifer akiwaamuru wanasayansi wanaofanya kazi katika viwanda vya kutengeneza dawa kubuni dawa ambazo zitafanya sehemu za chini za mwanamke kuwa za mviringo na kuvutia zaidi wanaume. Wapendwa, imeandikwa kwamba Bwana ametufanya ufalme wa makuhani, na Biblia inatupa kanuni ya mavazi ya makuhani katika Agano la Kale. Kwa hakika makuhani katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, wanaume na wanawake ni vyombo. Katika mavazi ya makuhani kuna makokomanga na kengele ambao ni mfano wa neno. Kuhani lazima akisi neno la Mungu. Katika kusanyiko hili katika mbingu ya pili, Lucifer aliwauliza mapepo, "Ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu?" Kisha akajibu,
Mwanamke aliyevalia kijinsia na kuvutia wanaume ni mtumishi wangu na ananifanyia kazi, na kupitia kwake nitasambaza ujumbe. Wanaume wanapotamani wanawake mtaani, sura ya mwanamke huyo itawekwa akilini mwake na kumtia unajisi. Katika maandiko Ayubu alisema, nimefanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumtazama mwanamke? Ayubu 31 na mstari wa 1. Mpendwa, itahitaji nidhamu ili kuepuka kutafakari macho yako yanachoona, maana jicho lina akili yake. Inashika picha na kuipeleka kwenye ubongo, ambayo ina tabia ya kuichambua. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Nikusihi tu uendelee kufuatilia shuhuda huu wa Moses Lushiku sehemu ya 8, ambayo Moses Lushiku atazungumzia ziara za malaika na fumbo la zaka. Ushuhuda huu unamhusisha mtumishi wa Mungu Moses Lushiku aliyepelekwa katika kikao cha Lucifer na akaonyeshwa siri ambazo zinaendelea katika kikao hicho ambacho kilifanyika katika miezi 4. Na siri hizo ndio hizi ambazo tunazielezea katika ushuhuda huu